sababu. Kwa hiyo Yesu hakufa roho, Yesu alikufa mwili, kwa sababu rohoni roho hazifi. Maana wengine watasema hata Yesu alikufa, nani asife? Na unakuta kabisa umeshikilia bango, kama Yesu mwenyewe alikufa, nani wewe usife? Ni wewe tu utakufa. Yesu hakufa roho. Utasema kwa hiyo na wewe utakufa mwili. Sio mimi, sio toleo hili. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu mwili wake. Manake Yesu kwa nini aliuawa mwili? Ni kwa sababu alikuwa anapaswa alipe gharama kwa ajili ya waliovaa mwili. Asingeuawa kama roho, kwa sababu shetani na deni lake ilikuwa ni kwenye eneo la mwili. Ni mwanadamu mwenye mwili alimpa shetani uhalali kwenye Mwanzo 3. Ilibidi mtu mwingine alipie gharama ya mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti katika mwili. Ndio maana Warumi 8 inapata kazi sasa. Warumi 8, nipe Warumi 8:1-3. Warumi 8:1-3. Warumi 8:1-3. Ni kuonesha kwa nini Yesu ilimlazimu hafe katika mwili. Ni ili awape ushindi wa kudumu wenye mwili. Sio na wao wafe kwenye mwili. No, awape ushindi wa kudumu wenye mwili. Warumi 8. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Watu gani hao? Sema sisi hao. Yani ndo sisi tunaongelewa hapo. Tulio wapi? Katika tuliookoka. Mstari wa 2. Kwa sababu sheria ya roho uzima ule ulio katika Kristo ambao Yesu aliulipia, imeniacha huru. Kwa hiyo subiri, kuna watu wameachwa huru. Wao wana mwili ila wameachwa huru. Kwa maana yake kama kuna mili ya wengine iko magerezani, wa kwako haupo gerezani, wa kwako umeachwa huru. Kama kuna watu umaskini ni kawaida, wewe umeachwa huru mbali na umaskini, kwa sababu alifanyika maskini ili wewe utajiri kwa umaskini wake. Kwa wewe umeachwa huru na umaskini. Ukiwa maskini umetaka, sio kwa sababu ni kawaida, au sio kwa sababu rohoni iko hivyo. Rohoni wewe sio maskini. Kwa hiyo umeachwa huru. Ukifa sio kwa sababu kufa ni kawaida, ni kwa sababu uliamua kuwaunga mkono walioko makaburini. Ukaona babu atakaje peke yake na mimi ardhi ya familia ipo, kwa nini siongezeke nikarazwa pembeni yake? Ni wewe tu uliamua. Nikisema hivi kuna mtu mwingine anasema mtumishi wa Mungu useme hivyo, hayo ni mafundisho ya potofu, hakuna mtu ambaye hata kufa. Ni wewe tu umeanzisha hayo maneno. Kwenye Biblia hakuna mahali wanasema wote tutakufa. Ni kwenye Qurani tukufu ndio kuna haya inasema kul nafsi kul maut. Sasa mimi si ndo mwenyewe kwenye hizi kazi. Ni haya kabisa inasema kul nafsi kul maut. Maana yake kila nafsi itaonja mauti. Sio neno la Bwana, ni mawazo ya ndugu zetu. Na yaheshimiwe. Ni ya kwao. Sisi kwetu hakuna. Yohana sura ya 11 mstari wa 25-26. Kuna Yesu toleo unalolitaka wewe. Kuna Yesu anaitwa ufufuo na uzima kwa ajili ya wanaotaka kufa, na kuna Yesu anaitwa uzima. Unachagua wewe unataka yupi. Anaitwa ufufuo kwa wanaotaka kufa, na anaitwa uzima kwa tusiotaka kufa. Ni wewe tu unachagua. Hebu tuone. Yesu akamwambia mimi ndimi. Sasa hii inasema huo. Kiingereza haisemi huo, inasema I am resurrection. Yaani jina lingine la Yesu anaitwa resurrection. Ila ni specific kwa ajili ya matoto yake atakayoamua kufa. Anayapenda lakini akifa hii hapa. I am. Sio huo. I am the resurrection. Yaani unasema siku ya mwisho Yesu atafufua watu. Yesu anasema atafufua watu wapi? Mimi ndo ufufuo wenyewe. Ukiniona mimi, ukinipokea siku hiyo umepokea kufuka. Biashara iko imekufa, umenipokea? Nimekuja kufua biashara. Inategemea wewe toleo la Yesu ulilopokea. Ndugu yangu, wanaosoma Kayumba na wanaosoma International School of Tanganyika wote wana walimu. Nakwambia, ila waweke hapa waongee. Ndio utaelewa umuhimu wa mwalimu. Aliyeko Kayumba angeangukia kwenye mikono ya ST na wa ST akaangukia Kayumba. Huyu anayeonekana bingwa sasa angekuwa mpumbavu. Mwalimu anamata. Mwalimu wako anamata. Hata kwenye wokovu mwalimu wako anamata. Mchungaji anamata.
Yaani uhitaji kila mchungaji, unahitaji mchungaji mwenye uwezo, ambaye yeye mwenyewe anachokifundisha amekiona, anakiishi. I am the resurrection, alafu and life. Kwa hiyo Yesu, na ukitaka kuhusu life ameshasema hata kwenye Yohana 14:6. Mimi ndimi cha kwanza njia. Kwa hiyo yote ambaye anatafuta njia ya kutoboa wala asihangaike, akinipata mimi ametoboa. Yesu ni njia ya kufanikiwa kwenye biashara. Yesu ni njia ya kudumu kwenye ndoa. Yesu ni njia ya chochote unachotaka. Ila wewe unaona ni njia ya mbinguni tu. Haja specify akasema ya mbinguni. Ni wewe tu na wahubiri wako wa mtaani mligeuza mkasema Yesu ni njia ya mbinguni. Hajasema ya mbinguni. Alisema mimi ndimi njia, akusema ya nini? Ni njia ya kuwa tajiri kwa anayetaka utajiri. Ni njia ya kuwa na afya kwa asiyetaka kuumwa. Yesu ni njia. Wewe unaamua akuelekeze wapi. Maana yeye njia zote anazo. Njia za kutoka mautini, njia za, sio njia ya. Kwa hiyo ana njia kibao. Zaburi ngapi hiyo? 68:20. Mungu kwetu ni Mungu wa kuokoa na njia za, yani kibao. Yesu ana mabonge, ana manjia kibao mpaka uweze ukahesabu. Njia ya kutoka kwenye ujinga anayo. Njia ya kutoka kwenye kutolewa anayo. Njia za. Hatari sana Yesu. Hebu tusome tena hapa. Mungu kwetu sisi ni Mungu alafu na njia za. Hiyo ni njia ya. Aliyesoma Kiswahili ukishaona za maana yake nini hapa? Na hazijatajwa idadi. Inaweza kuwa ni mabilioni ya njia. Kumbe hata ukuaji wa kanisa inawezekana formula hii isifanye kazi, ila bado ana njia ya kulikuza hilo kanisa. Njia za. Ndio maana maandiko yanasema Mungu alimfundisha Musa njia zake. Kumbe ili uwe gumzo unapaswa uwe na njia zaidi ya moja. Hizo njia zaidi ya moja zinaitwa ufunuo katika neno. Kila ufunuo unaopata kwenye neno ndio njia umepata. Ukiongeza na ya pili, ukiongeza na ya tatu, ndio unakuwa na njia. Ndio kwamba ndani yake tunaishi. Ndani yake tunakwenda. Alafu ndani yake tuna uzima wetu. Kwa hiyo uzima wetu hautokani na mazingira. Sisi kuna supply ya uzima inatoka ndani yake. Ni kama mtu aliyekaa mahali ambako kuna hewa ya kutosha ndani isiyoisha, hata kama mmefunga kila mahali. Hewa yako haihitajiki kutoka nje. Kwa hiyo uzima wako hautegemei figo zimeferi au ni nzima. Uhai wako hautegemei mishipa ya damu sijui inapitisha damu vizuri au vibaya. Wewe uzima wako ni kwa sababu yeye yuko hai. Yohana 14 mstari wa 19. Yesu alisema kinachopaswa kumfanya mtu aliyeokoka kuishi sio kwa sababu vitu vyote viko sawa, ni kwa kuwa yeye yuko hai. Kwa kuwa mimi ni hai, ninyi nanyi. Sio kwa kuwa madaktari wamesema mko vizuri, tumepima kila kitu kiko sawa. Hata wasipokupima, hata wakipima akasema hatuoni kitu, unaweza kaambia sawa, hapa tunahamia B inasema kwa kuwa mimi ni hai. Kwa hiyo tukubali figo zimefeli, ila kwa kuwa yeye yu hai tuachane na figo. Tuazime figo. Tuazime figo kwa kuwa yeye. Ndio nakupa vitu. Hii hapa. Na kwa sababu mimi mwishoni hapa. Na kwa sababu mimi nani? Yesu ni hai. Amna, na kwa sababu damu inatembea vizuri. Figo ni nzima, hazina mawe. Umepimwa HIV negative. Kuna mtu ananielewa huko ndani? Sisi tuna taarifa ambayo dunia haina. Sisi tumetoka juu. Tuko juu ya yote. Yohana 3:31. Kila aliyeokoka ametoka wapi? Sisi tunaokolewa juu, tunarudishwa duniani kufanya vitu kwa niaba ya Mungu. Yaani siku ulipookoka ulipanda juu kwanza. Ukaketishwa pamoja juu sana katika ulimwengu. Alafu akili zikarudi, nimemaliza, asante, siku nimeokoka kuanzia leo. Ukajikuta huko kinzudi. Hii haimaanishi huko chini. Sisi tumetoka juu. Ila tunakaa chini huku duniani kwa special assignment. Yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya mangapi? Kwa hiyo juu ya nini? Magonjwa. Juu ya nini? Umaskini. Juu ya nini? Pepo wote, majini, mashetani. Yaani uwezo ukakata, kuna watu hapa uchawi, yani hapa huu mtaa unapaswa ukukome.
Wako juu ya yote unasema nashukuru Mungu tuna mwenyekiti wa mtaa na kuna mwenyekiti wa kiroho. Tunaishi eneo moja. Mheshimiwa mwenyekiti, ninakusalimia kutoka juu. Kuna mwenyekiti wawili, kuna wa kimwili. Ndo hata rohoni upande wa giza wako hivyo. Kuna mwenyekiti wa wachawi ndo anayeamua watu wawe warevi mtaa mzima. Anasimamia watoto wasomi, wote wasomi mtaa mzima hakunaga msomi. Mama Faridi watoto wake 6 wote hawajasoma. Mama Kendi wote ni mtaa wasiosoma au mtaa wa warevi. Virabu vya pombe vimetapakaa. Hiyo ni setup ya kiroho. Mwenyekiti wa mtaa wa kiroho amepitisha hilo. Alafu ghafla inaota kanisa mtaa huo. Kaja mwenyekiti wa kiroho kutoka mbinguni. Akija pale aji kuomba ruhusa. Amedhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Sio amekuja kunegotiate. Amekuja Waraka wa kwanza Yohana 3:8. Chochote ambacho ukitaki unaweza ukakigeuza. Kwa sababu umedhihirishwa ili uzivunje. Sio ili uongee nazo. Sio ili ukubaliane nazo. Sio ujadiliane nazo. Mtaa naokaa wamejaa Waislamu. Yaani hapa yani injili ni ngumu. Una akili mbovu. Kuna kitu kiliwaingia wakawa na hiyo imani. Na wewe ukija na kitu chako unaweza ukawatapisha. Danielewa bado. Nimesema waraka wa kwanza Yohana 3:8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, sema Dickson Kabigumila, wewe taja na kwako. Dickson Kabigumila alidhihirishwa. Sio ili aongee na nguvu za ibilisi. Sio ili ashindane nazo. Hakuna mashindano hapa. Kuna anayevunjwa na kuna mvunjaji. Mwambie jirani yako umekaa na mvunjaji. Mwambie ulikuwa unifahamu vizuri, naitwa mvunjaji. Naitwa mharibifu ili nijenge na kupanda. Ili azivunje kazi za nani? Unakuta baa, unaingia baa, unanunua bia, alafu unakwenda nje unaimwaga. Kuanzia leo kama nilivyomwaga pombe, nimemwaga baa. Pombe kazi zako tu baa zimekuzunguka. Na unanena kwa lugha, yani warevi hawasemwi, sisi tukianza kuomba wanasema tunapiga kelele. Unaona sasa baa zipigi kelele, wewe maombi ni kelele. Mwenyekiti wa kiroho umezidiwa na mwenyekiti wa baa. Hivi nyie mnaishije? Yaani uende Kariakoo wafukiza udi wa kuzidi kuuza. Yaani hudi uvute uwepo wa majini ulete wateja. Na wewe unene kwa lugha, kunena kwa lugha kuzidiwa na udi. Haja kuna vitu vinachekesha sana. Eti wanachoma udi sana huku. Yaani ushirikina nje.